Mwenyekiti wa kamati ya hesabu za serikali za mitaa, Halima Mdee, amesema kuwa wao kama wenyeviti wa kamati wamepokea taarifa ya ukaguzi wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2023-2024, wakaanza mchakato wa kibunge eneo la serikali za mitaa. Je, ukweli halisi wa fedha za umma zinatumika kwa utaratibu unaotakiwa? Halima Mdee ameeleza hayo leo jijini Dodoma wakati mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali CAG Charles Kichere akiwasilisha ripoti ya ukaguzi wa hesabu za serikali kwa mwaka wa fedha 2023-2024. Kwenye eneo letu la serikali za mitaa, nadhani taasisi na idara zote 220 zimepata hati zinazoridhisha. Sasa na nilisema mwaka jana hapa kwamba kupata hati inayoridhisha ni jambo moja, matumizi ya fedha inayostahili ni jambo lingine. Matumizi ya fedha ambayo yameenda kinyume na utaratibu pia ni jambo lingine. Kwa tunaweza tukawa tunafurahia ndio kwamba wataalamu wetu wa mahesabu huko chini wameweza kuandaa hesabu kwa standard za kimataifa. Nyewe hesabu, wana mahesabu mnasema hivyo. Mimi ni ngwini mwanasheria tu. Siko kwenye hesabu lakini pia nakuja. Kwa ni kweli, yani watu wetu washakuwa wataalamu kuandaa mahesabu kwa standard za nini? Za kimataifa. Lakini sasa hoja ya pili inakuja, ukweli halisi huko chini ukoje? Kwamba fedha za umma zimetumika kwa utaratibu unaotakiwa. Mimi na wenzangu hapa naona kina Liatu wako hapa, naona kina Nchimbi wako hapa, naona rafiki yangu wa kanda tumetoka naye mbali sana najua mnamjua. Sasa tukienda kule kwenye ukaguzi mara kadhaa, siwezi kusema 100%. Kuna watendaji wanaofanya kazi vizuri, lakini kuna maeneo hasa kwenye eneo la miradi ya maendeleo kuna tatizo kubwa. Hakuna thamani ya fedha. Ndio tunakuja sasa hapa kwenye ukaguzi wa ufanisi. Ni kupongeza sana mkaguzi na timu yako kwenye hili eneo la ufanisi kuendelea kulifanyia kazi. Sasa huku ndio kutatuongoza kama taifa kwamba ile fedha ambayo ilitengwa kwa madhumuni ya kwenda kujenga kituo cha afya, kwa madhumuni ya BBT, ilienda kufanya kazi kwanza kwa ufanisi unaotakiwa, kwa viwango vya kisheria vilivyotakiwa, na imeleta matokeo chanya. Hapo ndo tutasema sasa kama taifa tumefanikiwa na tumeweza kusimamia matumizi ya fedha vizuri. Na mimi niungane na wewe kuwaomba Watanzania wasome hizi taarifa, na hususani pia wasome hizi taarifa 14 za ukaguzi wa ufanisi ili kujua tija ya pesa ambazo bunge lilipitisha ziende zikahudumie wananchi, zimeleta tija husika. Kwa mimi nimalizie tu kwa ufupi kwa sababu tunatakiwa tu tusalimie, tuseme tu kwamba tumezunguka huko chini, changamoto zipo. Nilikuwa ninapitia hoja moja tu ya fedha ambazo bunge tulipitisha kama bajeti, na wakaguzi ambao tuko nao kwenye kamati yetu wanafahamu. Tunapitisha kama bajeti, makusanyo yanakusanywa inavyotakiwa kwa mwaka huo. Fedha zinashushwa kule chini. Baada ya muda mfupi, kabla hata watendaji kule chini hawajaanza kuzifanyia utekelezaji wa miradi, zinarudishwa hazina. Hilo ni tatizo kubwa. Hapa lilikuwa lina involve billions of money, more than 150 billion. Sasa katika mazingira kama haya ambayo bunge limepitisha bajeti ikatekeleze miradi ya maendeleo, bajeti inarudi hazina. Worse enough, wakurugenzi kule chini wakiandika kuomba fedha ambazo zilikusanywa
zikachukuliwa, wanaambiwa watumie fedha nyingine ambazo bunge kwa mwaka mwingine zilitenga kwa matumizi mengine ya maendeleo. Si kama tunaelewana hapa? Kwa sababu kuna hoja ya kutokuwa na makusanyo ni jambo lingine. Mnaweza mkapanga budget, msikusanye, mnagawana kale kakeki kadogo haikopatikana. Lakini mmekusanya budget, imepatikana. Tumepanga ijenge hospitali mwaka huu mmoja. Mnaingiza, mnairudisha, ama inaonekana kwenye mtandao lakini haiwezi kwenda kufanya manunuzi. Afu mwaka ujao kwa inakuwa ni burden kwa wananchi. Sisemi kwamba hakuna wakurugenzi wazembe, wapo wakurugenzi wazembe wanakaa na fedha mpaka mwisho wa mwaka. Lakini hili Mheshimiwa Mkaguzi ni eneo ambalo sisi kama kamati ya LAC tumekumbana nalo. Tutaendelea kwa kipindi hiki ambacho kimebaki cha utumishi wetu kulizungumza, tukiamini kwamba tutasaidia kuset direction kwa ajili ya wananchi wetu kule chini, ili kile ambacho bunge imepitisha kikatiba. So mwenye mamlaka ya bajeti ni bunge, sio Wizara ya Fedha wala sio hazina. Kwa bunge ilichopitisha kikatiba kiende kikatekeleze wajibu wake ili wananchi wetu waweze kupata maendeleo. Hata hivyo, ofisi ya mdhibiti na mkaguzi mkuu wa serikali ipo kwenye majadiliano na bunge ili wazijadili taarifa hizo mapema baada ya mwezi wa 11 iwe mwezi wa Juni.